Ijumaa ya tarehe 17 mwaka huu 2026 kupitia gazeti la serikali vilitangazwa viwango vipya vya nauli kwa mabasi ya masafa marefu, mabasi ya mjini yani daladala, teksi mtandao pamoja na pikipiki mtandao. Tangazo hilo lilisema kuwa nauli hizo zitaanza kutumika siku 14 tangu kutangazwa rasmi kwa mabadiliko hayo ya nauli. Sasa zikiwa zimepita siku kadhaa tangu kutangazwa kwa mabadiliko hayo, tunakutana na wadau muhimu kwenye sekta hii kuangalia namna ambavyo wamepokea viwango vipya vya nauli, lakini tuangalie pia hali ya soko jinsi ilivyo, hali ya usafirishaji jinsi ilivyo hapa nchini, na tutaangazia pia hali ya uchumi kwa sababu pale ambapo kunakuwa na athari za hapa na pale kwenye sekta ya usafiri, basi uchumi na wenyewe pia kwa namna moja ama nyingine unapata athari zake, ziwe asi ama chanya. Na kwa hiyo basi pamoja na wadau tutakao kuwa nao, kwanza tutakuwa na mtaalamu wa masuala ya uchumi ndugu Walter Nguma. Walter, leo nimeanza na ndugu. Imekaa vizuri sana. Imekaa vizuri. Karibu sana Walter. Asante sana, good luck. Lakini pia tunaye Daud Lorian. Sasa nilikuwa namtania Daudi nikamwambia kwamba inabidi sasa awe staff wa Azam, manake katika ndani ya wiki moja mbili hivi tumekuwa naye mara kadhaa. Daudi yeye ni katibu wa chama cha madereva na wamiliki wa pikipiki mkoa wa Dar es Salaam, au wanaitwa maafisa usafirishaji. Karibu sana katibu. Asante sana. Maafisa wanasemaje huko bwana? Hawajambo. Wanavaa helmet lakini? Wanavaa. Ubongo hauna spare. Safi. Lakini vile vile tunaye mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa daladala Dar es Salaam, Sabri Mabruk. Hii kichama bana kinaitwa Darkoboa. Mwenyekiti, karibu sana. Asante sana. Na wewe ni mtu muhimu sana bana katika mjadala huu, manake unavogusia daladala pia unagusia maisha ya watu wengi sana kwa hapa Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Lakini Balkis, tuna masuala muhimu pia ambayo tunapaswa kuyafahamu kuhusiana na viwango hivi ambavyo vimetangazwa. Kabla tujajikita zaidi katika mjadala, tuangalie hali yenyewe, hali halisi yenyewe jinsi ilivyo katika jedwali hili, ambapo tutaangazia kuhusiana na viwango vyenyewe ambavyo vimetangazwa. Dondoo muhimu ni kwamba marekebisho yamefanyika kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, sura ya 413. Gharama za uendeshaji yani bima, wasafirishaji wanalazimika kulipa kodi na tozo mbalimbali, matengenezo ya vyombo vya usafiri na kadhalika. Lakini pia kuna swala la ongezeko ya bei ya mafuta. Kwa hiyo vyote hivi vimeweka msukumo wa nyongeza ambayo tumeishuhudia. Lakini tukiachana na mambo haya, tuangalie jambo lingine. Sasa hii ni viwango vipya vya nauli za mabasi ya masafa marefu. Kwa daraja la kawaida yani ordinary bus, barabara ya lami, ongezeko la shilingi 57.93 kwa kilomita moja, barabara ya vumbi 66.62 kwa kilomita moja. Sasa hapa turekebishe kidogo, hii ni daraja la kawaida Balkis, lakini hii upande wa pili ni daraja la kati. Kwa daraja la kati, barabara ya lami shilingi 74.18 kwa kilomita, na barabara ya vumbi bado haijaainishwa. Lakini tukiachana na hiyo, tuangazie sasa ukiachana na hiyo nauli za mabasi ya masafa marefu, tuangalie sasa daladala. Daladala kilomita 0 mpaka 10 sasa itakuwa ni shilingi 700. Maana kuna ongezeko hapo kama shilingi 100 kama sijakosea, ambapo tulikuwa tunalipa shilingi 600. Kilomita 11 mpaka 15 itakuwa shilingi 800. Kilomita 16 mpaka 20 itakuwa shilingi 900. Kilomita 21 mpaka 25 itakuwa shilingi 1000. Kilomita 26 mpaka 30 shilingi 1200. Kilomita 31 mpaka 35 shilingi 1400. Kilomita 36 mpaka 40 shilingi 1500. Kwa hiyo ukiwa unapanda daladala unaweza ukawa unahesabu kilomita zako pale, kwa jua kilomita ambazo unatembea na kiasi ambacho unapaswa kulipia. Kwa hiyo hivyo ndio viwango ambavyo vipo, lakini sambamba na hilo pia tumeshuhudia viwango ambavyo vimewekwa kwa upande wa taksi mtandao pamoja na hizi pikipiki mtandao. Kwa mfano tukiangazia hapa nauli ambazo zimewekwa kwa taksi mtandao zenye uwezo wa kubeba abiria wasiozidi 4, safari isiyozidi kilomita 1 ni shilingi, kiwango cha chini shilingi 4000, kiwango cha juu shilingi 5000, maana yake utakiwi kuzidi hapo.
Lakini pia kuanzia nauli ya kuanzia yani safari kwa trip, nauli ya kuanzia shilingi 1100 kisizidi 1200, nauli ya kilomita 1100 mpaka 1300, nauli kwa dakika 120 mpaka 150. Ada ya kuita usafiri yani kwa trip ni 3%, kamisheni 10% mpaka 20%, tozo za LATRA 0.5% mpaka 1%. Kwa hiyo ni hali kwa wale ambao wanachukua hizi usafiri wa mtandao, teksi mtandao zenye uwezo wa kubeba abiria wasiozidi 4. Hali ndio iko hivyo, lakini kwenye eneo la watu wanaotumia usafiri wa pikipiki kwa maana ya bodaboda hivi kawaida, atatuambia katibu mambo huko yakoje, wao wanaamuaje? Maana na wenyewe imekuwa kama wao inaelezwa kwamba wao wanajikadiria tu, wanajipimia, wanasema wanajipakulia wenyewe kabisa. Ukisha kusikia self service, yaani kwenye sherehe kuna ambao wanapakuliwa alafu kuna ambao wanajipakulia wenyewe. Tuanze na Walter, mpaka tumefika katika hali hii, nini ambacho kimetupeleka hapa? Ambacho kimetupeleka hapo Balkis ni kwamba ni swala la mafuta. Kwa kiwango kikubwa ni swala la mafuta ambalo ndilo ambalo limetupeleka kwenye mfumuko huu wa bei kwenye upande wa usafirishaji, kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, hasa ukizingatia kwamba kulikuwa na swala la kwamba ile sehemu ambayo mafuta yalikuwa yanapitishwa, palikuwa na hiyo shida kwamba mafuta hayapiti na vitu vingine kama hivyo. Lakini ukija kuangalia ni kwamba katika hilo ndilo ambalo limepelekea bei ya mafuta katika nchi yetu kupanda, na hivyo kupelekea sasa katika yale maeneo mengine, kwa mfano hasa kwenye sekta ya usafirishaji, gharama zile kuweza kuongezeka. Kwa hiyo hilo ndilo jambo ambalo kubwa sana ambalo limepelekea bei ya mafuta hii kuongezeka, kutokana na kwamba gharama ya mafuta kupanda, ambayo inachangiwa na vitu vingi, usafirishaji wa mafuta yenyewe, masuala ya bima na kadhalika, ambayo yamepanda kwa kiwango kikubwa, ndio ambayo yamepelekea sasa bei hizi za mafuta na bei hizi za usafirishaji nazo yenyewe kuweza kupanda. Sawa. Sasa tuende kwa Sabri. Ninyi kama wamiliki wa daladala mmepokeaje mabadiliko haya ya bei? Tumeyapokea kwa sababu ni amri halali, kwa hivyo tumebidi tuyapokee. Mlikuwa lakini nadhani kwa sababu tuna mchumi leo, anaweza kutusaidia kitu kimoja. Mwaka 1984 nadhani bado wengi wetu hapo walikuwa hamjazaliwa. Hasa Goodluck 84 alikuwa bado. Tanzania ilikuwa kuna kitu kinaitwa tume ya bei inayopanga bei za bidhaa na huduma. Iliendelea ile tume mpaka mwaka 1996. Sasa ilikuwa kile tarehe 1 mwezi wa 7 bei mpya zinatangazwa. Sasa mchumi hapa anaweza kutusaidia nini kimetokea, umemuuliza nini kimetokea katika hili, akazungumza masuala ya mafuta, lakini mimi naomba hili swali tulirefushi zaidi. Maana yake nini? Miaka 40 iliyopita, ukiangalia miaka 42, let's say miaka 40 iliyopita, mkazi wa Dar es Salaam alikuwa akipanda daladala kwa shilingi 5. Daladala ile kwa thamani ya sasa hivi ni shilingi 800 kwa umbali wa kilomita 10. Umbali wa kilomita 10, alikuwa analipa shilingi 5, lakini thamani kwa sasa hivi kubadilisha in terms of dollars, bila kuweka factor zote zingine za devaluation na inflation, alikuwa analipa shilingi 800 yani. Analipa sasa hivi. Wakati huo waliokuwa wanapanda usafiri mwaka 86, alikuwa akitoa mfukoni shilingi 5, lakini thamani yake sasa hivi ni shilingi 800. Leo nauli iliyotangazwa ni shilingi ngapi? Ya umbali wa kilomita 10? 700. Swali la kujiuliza Balkis, imepanda imeshuka katika kipindi cha miaka 40? Yaani kutoka ilipokuwa imepanda maana ilikuwa 600 imepanda. Nazungumza miaka 40, nimekurudisha nyuma miaka 40 iliyopita. Nyuma kule. Labda ulikuwa unisikilizi. Ndio nakwambia kwa hapa tulipo. Kwa thamani ya fedha nazungumzia. Miaka 40 iliyopita mtu alikuwa analipa shilingi 5. Ukiibadilisha thamani ile kwa sasa hivi ni shilingi 800. Sasa nauliza, sasa hivi nauli iliyotangazwa 700 imepanda imeshuka?
Yani sasa kwa thamani, nazungumza kwa thamani imeshuka definitely. Mchumi anasema hivyo. Sasa mimi natamani sana Mchumi atusaidie, ni kitu gani kimetoka ndani ya miaka 40 kwa Watanzania leo kuwa hawana uwezo wa kulipa shilingi 700. Yani mimi najua kama kuna Watanzania wenzetu ambao hawana uwezo wa kulipa shilingi 700 na wanatembea kwa miguu Dar es Salaam. Especially yani, napenda kulitaja ile ambalo ndio pengine ndio wenye mishahara ya chini zaidi, wasaidizi wetu wa majumbani. Wanaishi Vingunguti, mtu anafanya kazi Ilala au mjini, wanatembea kwa miguu. Unajua nyinyi mnakuwa Azam na bahati, almost wengi wenu mna magari yenu binafsi na mikopo ya nyumba mnapewa na nini, lakini hawa watu wana hali ngumu wengi. Sasa Mchumi nadhani atusaidie hapa kwa Watanzania wengi, nini kimetokea mpaka tumefika hapa hapo mwenyekiti. Sasa kwa ajili ya kuaccommodate hao watu wenye hali ngumu, ndio maana nauli zinakuwa hivi. Maana wewe unataka iongezeke zaidi ya hapo, uone kwamba utawaumiza pia hao unaowasema wenye hali ngumu. Mimi ni kitu kimoja nimesema, kwanza nakiri lazima hawa watu wapo na watu wenye uwezo, la kwanza. Lakini la pili, kutokana na hicho ambacho consideration ya upande mmoja, athari yake ni nini sasa? Athari yake ni kuwa na hichi ninachosema mimi, mnaweza mkaenda kufanya research kwa kila anayeingia kwenye daladala hadumu, anakwenda anafilisika na ondoka zake. Imekuwa kama ni zile mbio za vijiti, kupeana vijiti. Umefanya kazi ukiwa unamiliki hizi daladala kwa hapa Dar es Salaam kwa miaka mingapi sasa? Daladala yangu ya kwanza mwaka 86. Ndio maana nakumbusha haya maneno. Lakini wewe hujafilisika. Wewe hujafilisika. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Lakini mwaka 2009 mimi na wenzangu tulipata hasara wakati ule ya dola, tuliwekeza kwenye magari wakati wa gari ilikuwa na thamani ya dola 260,000. Hazikurudi zile. Sasa sijui tafsiri yako ya kufilisika ni nini? Unapopoteza, Mchumi anataka kuniambia, unapopoteza mtaji wa dola 260,000 mwaka 2009, unless kutafsiri kwako kwa filisika nini? Kufilisika sasa, filisika maana sijui unazungumza kitu, lakini tayari na ushahidi wa kisayansi nicho nakisema, kwa sababu naona na rekodiwa na niko public, sio niko live. Kwa hiyo tulipoteza mtaji huo kutokana na hizo nauli za nini. Unachokimaanisha kuna changamoto nyingi ambazo mnazipitia kiasi kwamba hata kuongezewa kwa hizi bei ambazo zimeongezwa sasa hivi bado hazikidhi chochote ambacho ninyi mnaona mnatakiwa kukiingiza tofauti na huduma ambazo mnatoa. Ndio maana nasema, unajua, ndio maana nimesema mwanzo kwa nyinyi bahati nzuri yote mna magari yenu, lakini laiti ingekuwa mnapanda daladala, laiti hapa ngine wakati unapanda daladala kabla hujakuja Azam Balkis, ulikuwa unaridhika na huduma ya daladala ilivyo? Seriously, tunaridhika. Mimi nazungumza kama mmiliki. Na sio swala la kuwa Azam au kumiliki gari, lakini sisi pia tunapata huduma hizo kama Watanzania wengine. Ndio nazungumza, nasema kipindi hicho wakati ulikuwa unaridhika na huduma ile. La kwanza, la pili, hali ya ubora wa magari yetu mnapita mnayaona. Unadhani kuna mtu anapenda kutokutengeneza gari lake? Mtu ananunua gari milioni 100 au milioni 150 analeka barabarani, jipya kabisa. Leo kuweka gari barabarani Tata ni milioni 150. Jipya kabisa, gari imetoka ni 0. Kwa hivyo nauli ni kidogo kiasi kwamba mnashindwa hata kuhudumia magari ambayo mnayamiliki. Kuna changamoto nyingi ndani yake ambazo ni lazima niseme ni kwa za kwetu na za mamlaka. Kwa mfano sisi tuliwahi kulijua hilo la kuwa kuna baadhi ya fedha za miliki zinapotea. Zinapotea. Lazima tukiri hilo. Na mamlaka hii iliyokuwepo wakati huo, nahitaji hiyo Sumatra miaka hiyo ya 2006 ililiona hilo, na tulikaa nao tukaelewana na tukakubaliana kimsingi kuwa moja katika njia ya kudhibiti upotevu wa fedha ni kutoa huduma kwa magari makubwa ya kisasa, yani 10 meter long standard buses, lakini yawe na mfumo wa kuchukua nauli za kielektroniki ili kudhibiti upotevu wa fedha. Na tulianza hivyo kwa njia ya Mbagala, gari zikafika 100. Bahati mbaya yule mkurugenzi aliondoka, waliokuja baadaye hawakuendelea na lile jambo. Lakini laiti tungekuwa kule, yani njia pekee ya kuboresha vitu na kutokuwabebesha abiria mzigo ni lazima tudhibiti mapato. Lakini sio kirahisi kama sasa baadhi ya watu wanasema eka post. Unajua kuna vile vipost sasa hivi wanasema no. Kunatakiwa mfano ni kama mwendo kasi, sio? Kuna upotevu pale wa fedha.
kutokana na ukusanyaji wake. Hakuna. Maana ni kadi unaingia na una tap in, sio? Una tap in na tap out. Kwa kuna ule udhibiti pale. Hili ni jambo la msingi sana. Twende kwa maafisa usafirishaji sasa. Hawa bodaboda, ninyi kwenu mmelipokeaje? Kulipokea kwenye kupanda kwa nauli, sisi tumelipokea kama ilivyotangazwa na mamlaka, tuweze kupingana nalo. Lakini tunaamini ni wakati mwafaka kama nchi, masuala kama haya tu tunajiandaa na hata sheria zetu. Mfano, leo nauli mnayoitangaza haijaanza rasmi. Ina siku 14. Lakini mafuta yamepanda ya muda gani? Mchumi atatusaidia, bati zetu na mtaalamu atatuambia. Wakati unapandisha mafuta yanapopanda, nilitarajia siku hiyo hiyo vitu vyote vibadilike. Kama tunapandisha mafuta, basi siku hiyo hiyo nauli ipande. Lakini utakayeanza kupandisha mafuta ukajipa miezi miwili uje kupandisha nauli, huyu mtu anatengeneza hasara kwa kipindi hicho ambacho alikuwa pandisha. Na ukiniambia kati ya anayetoa huduma ya usafirishaji na anayeuza mafuta, nani ana stock ya mafuta? Kwa nini huyu ambaye vita vimeanza, huyu mtu alikuwa na stock? Ni kwa nini apandishe mafuta wakati hajaagiza mzigo mpya, alikuwa na mzigo wa zamani? Lakini mimi ambaye naenda kununua mzigo ule wa zamani kwa aliyekuwa na stock ya zamani, ninaanza kupandishiwa bei kununua, lakini mimi sipaswi kupandisha bei kwenye kutoa huduma. Hayo ndio malalamiko ya wadau. Kwa hiyo mamlaka ambazo zinatunga kanuni, ni wakati sasa, teknolojia imekuwa, tunapojua kwamba kuna viashiria vyovyote vile ambavyo vinaweza vikabadilisha mfumo wote wa maisha, basi viende kwenye usambamba au uwiano. Kwa mfano, tulitarajia siku ile wakati inatangazwa kupandishwa kwa mafuta, kabla ya maandalizi ya kupandisha mafuta, itakuwa vikao vya maandalizi vya watu wa huduma na sisi tushiriki kwamba mafuta yatapanda mwezi ujao, tunatarajia na nauli zipande au zishuke, au mafuta yanashuka. Mfano, leo tunaongelea hivi kwamba tumepandishwa nauli. Tunamshukuru Mungu, inawezekana tukapata hasara au faida kidogo. Je, ikitokea mafuta yameshuka, wewe unafikiri kuna kelele itapigwa kushusha nauli? Tunaenda kumuumiza nani? Mlaji. Lakini kama vitaenda sambamba, mafuta yameshuka, tushuke, mafuta yamepanda, tupande. Na ilivyo ada, kwa sababu huku kushuka kwa bei ya mafuta na kupanda kwa bei ya mafuta, huwa tunakuona pia mchumi ametupa sababu kwa sasa hivi, lakini huwa tunaona kila mwisho wa mwezi mamlaka zikitoa hizi bei. Na huwa hatuzungumzi pia kwamba mafuta yameshuka, bei zishuke, mafuta yamepanda, bei zipande, mpaka yatokee kwa mazingira ambayo yanahitaji vikao na nini na vitu vingi ndani yake, kwamba yani wamiliki wa bei zikishuka waombe bana, tunaomba nauli zishushwe. Katika hilo kama mmemwelewa mwenyekiti hapa, ameongea kitu kimoja kwamba kulikuwepo na tume au nania wapanga bei ambayo yenyewe ingekuwa inaenda sambamba na hiki tunachokisema kwamba mwezi huu mafuta yameshuka. Kama tumekalculate kwa percentage, maana yake na nauli mwezi huu itafanyaje? Itabadilika. Lakini kama tunaipima labda kwa interval labda ya kota, basi kwa kota hii tunaamini mafuta yako kwenye kuhimili bei, tunaomba bei ya usafirishaji bakie hapa, tutakuwa sawa sawa. Kwa sababu leo tunaongelea sisi, tukimleta abiria ana manunguniko yake, sisi tunafurahia, inawezekana tumepata faida kidogo, lakini yule anaenda kulipa. Ukiangalia pale kwenye kodi, tumeona kuna tozo zimetolewa pale, zile sio za mmiliki. Zile tozo analipa nani? Yule mlaji. Na mlaji ana manunguniko, utaangalia kuna 0.5 ya LATRA, kuna 1% ya LATRA, kuna kuitisha. Mlaji anaongezewa gharama. Sasa lakini kama tunaangalia uwiano wote wa 3 au 4, ni kwa nini tusiwe na kitu ambacho kinatuongoza? Tukipanda tupande wote, tukishuka tushuke wote. Asiwepo mtu yote ambaye hapo kwenye wote inaonekana nyie kwa upande wa pikipiki ndio yani mnajipakulia wenyewe. Ukiachana na hawa ambao kwa kwenye mtandao, nyie mnajipangia wenyewe mnapotaka nauli. Kweli si kweli? Ni kweli. Lakini unaposema kwamba jipakulia mwenyewe, jua kuna ushindani. Alio kwenye mtandao amepunguziwa bei kutokana na watu wa huduma.
aliyoko kituoni ambaye anasubiria abiria ili ya kujipakulia. Sasa wewe ni akili yako sasa. Huyu ameita kwenda kilomita 10 kwa shilingi 1500. Anakuja kituoni unamwambia 3000 ataenda? Hawezi kwenda. Labda ni mtu ambaye labda hajajua hizo taratibu. Lakini kama bei itakuwa ni zinafanana, ni yeye uchaguzi lake. Leo hana smartphone, ana kiswaswada, tena kituoni atachukua usafiri, atasafiri. Bei ni zile zile zinafanana. Lakini unadhani kwamba kuna haja ya kuweka udhibiti pia kwa nauli za bodaboda ambao hawako mtandaoni? Udhibiti upo. Ni kwa maana ya bodaboda na bajaji kwa ambao hawapo kwenye mfumo wa mtandaoni. Ambao hata ukifika katika maeneo yao ya kazi vijiweni, unaweza kukuta huyu na huyu wote kila mmoja ana bei yake ya tofauti. Ndio. Kuna haja ya kuweka hiyo udhibiti kwa sababu maana yake unapoweka udhibiti unaendelea na mazingira ya kazi yake. Okay. Huwezi kudhibiti mtu ambaye wewe hujamwandalia mazingira. Ndio maana unaona hata wengine wanapakimbia. Lakini kama light watapaweka ya mazingira salama, basi wataweka udhibiti utakuwepo. Mazingira gani kwa mfano? Mazingira gani unayozungumzia? Usafiri wetu kwa mujibu wa sheria ambayo inatufanya kazi kama taxi, kwanza inatutaji kwamba tutengewe maeneo ya kufanyia kazi ambayo ni mamlaka nyingine. Tunatengewa na mashauri ambayo ni TAMISEMI. Lakini baada hapo kumbuka na tusimamie kwenye usafiri kwa nchi kavu ni LATRA. LATRA anatupa leseni ya kubeba abiria. Umeelewa? Sasa hawa watu wawili wakikaa pamoja wakajua mazingira ya kazi ni hapa, na walioko pale waliokata leseni ni hawa, bei ya elekezi ya kilomita 1 ni kiasi fulani, huyu mtu atatii. Lakini leo hii LATRA anakata leseni mwenyewe, mpanga vituo anapanga mwenyewe. Kwa hiyo inawezekana huyu nikampa kodi yake na huyu nikampa kodi yake, hapo kuja kunipangia bei inakuwa ni ngumu. Ndio maana unaona mtandaoni na waweza, kwa sababu wanamonitiwa na mtu mmoja ambaye ni LATRA. Lakini huyu ambaye yuko kwenye maegesho ni watu wawili, wizara mbili tofauti. Na ndio maana sisi tukaomba katika usafirishaji huu tuamue wote tuwe kwenye wizara moja, kama ni ya uchukuzi ni ya uchukuzi. Okay. Tutoke huko TAMISEMI ili uchukuzi ndaende huko halmashauri ambaye bana nitengee eneo kwa ajili ya wafanyabiashara wangu. Sasa Nguma, kama mchumi umesikia vizuri hoja za wafanyabiashara na wote wamegusia pia kwa upande wa mlaji ambaye wao ndo wanampa huduma. Tukianza kwa mwenyekiti wa miliki wa daladala. Ukiangalia ni ukweli haya wanayosema, ambacho naweza kuanza kwa kusema ni kwamba lazima Watanzania wafahamu kitu kimoja, kwamba vyombo vya usafiri vinamilikiwa na sekta binafsi. Lakini jambo la pili, kwenye upande wa mafuta, serikali haina mafuta. Mafuta yako kwenye sekta binafsi. Wanaoagiza mafuta ni sekta binafsi kwa fedha zao. Wanachofanya tu ni kwamba wanaenda serikalini, wanabadilisha fedha zao, wanapewa fedha za kigeni, wanaagiza mafuta. Lakini serikali ndo inaagiza kwa bulki. Ndo nafikiri ndo nachomaanisha hicho, yani kwamba hawa wafanyabiashara hawaagizi wenyewe kama wafanyabiashara. Serikali inaagiza mafuta kwa kupitia kwa yes. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata kama ukinunua mafuta kupitia huyu, maana yake kwamba mwenye mtaji wake ni huyu, si ndio? Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu ndio mwenye milki ya hicho ambacho tunakizungumza. Lakini ni kwamba serikali yeye anakuwa anasimamia ule utaratibu mzima jinsi unavyokuwa. Kwa hiyo unakuta kwamba asilimia kubwa sasa, baada ya kuingia gharama zote hizo, anayekuja kupanga bei ni serikali. Kwamba na ukija kuangalia wafanyabiashara wanakuwa na margin ndogo, ile margin ndogo ya faida, kutokana na kwamba serikali inaweka moja kwa moja kiasi fedha. Ni tofauti na wale ambao unakuta kwamba bei hizi zinapangwa kwa asilimia. Wangekuwa wanakwenda kwa ule mfumo wa asilimia, maana yake ni kwamba wangelikuwa na uwezo wa kutengeneza zaidi faida. Lakini ukiangalia kwa mfano kwenye mafuta, unakuta kwamba faida ya yule muuzaji wa mafuta tayari imeshawekwa, kwamba wewe kwenye lita moja unapata kiasi fulani.
kwamba kwenye mafuta pengine kwenye lita moja utapata shilingi 100. Maana yake ni kwamba hiyo tayari ipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba bei ipande ishuke, kwa sababu watu wengine wanadhani kwamba bei ikipanda labda wao wanapata faida sana, lakini ukweli ni kwamba wao hakuna faida ambayo wanaipata zaidi, kwa sababu tayari faida yao imeshawekwa moja kwa moja, kwamba kwenye hiyo lita moja kuna shilingi 100 na haitazidi hapo. Kwa hiyo jambo lingine, ukija kuangalia miaka 40 nyuma huko na sasa hivi, kwanza ukiangalia thamani ya fedha kwa miaka ile na sasa hivi, unauona utofauti mkubwa, kutokana na kwamba sasa hivi thamani imeshuka, na kunapotokea masuala kama haya ya mfumuko wa bei kwenye mafuta na vitu vingine kama hivyo, hasa kwa nchi ambayo inaagiza vitu vingi kutoka nje zaidi ya 70%, maana yake ni kwamba unakuta fedha yetu inakosa nguvu sana, lakini unakuta fedha yetu dhidi ya dola inakuwa na nguvu kubwa. Kwa hiyo ndio matokeo yake kwamba ukikuta sasa unataka kufananisha zile hali, unaona kabisa kwamba zinatofautiana. Lakini ukija kuangalia kwa mfano inapotokea kwamba bei ya mafuta inaongezeka, bei ya labda ya usafirishaji inaongezeka. Kwa mfano unakuta kwamba amesema kwamba kutoka kilomita 0 mpaka 10 ni shilingi 700. Maana yake ni kwamba haimaanishi mfanyabiashara wa usafirishaji atapata faida. Siku zote bei ya usafirishaji inapokuwa inapanda, ambayo imepangwa na serikali, fahamu kabisa namna 1, 2, 3 ambayo itapelekea wale wenye vyombo vya usafirishaji ile faida yao kupungua kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kwanza kile kiwango ambacho kinakuwa kimeongezwa hakiwezi kufikia lile lengo lao la faida ambayo wanakuwa wametarget, kwa sababu serikali yeye anachoangalia anajaribu kubalance kwamba wananchi wasilalamike, lakini pia asimuumize sana huyu mfanyabiashara. Sasa nini kinatakiwa kufanyika katika hilo, Walter? Kinachotakiwa kufanyika kwenye eneo kama hilo ni kama tungelikuwa na mfumo ambao ni mzuri. Kwa mfano, kuna wakati upande wa mafuta waliwekewa ruzuku kwenye upande wa mafuta. Hata wenzetu kule, wenzetu wa Ulaya, unakuta kwamba mara nyingi kunapotokea mfumuko wa bei, kwa mfano kwenye mafuta, unakuta kwenye sehemu ambayo wanakimbilia kwenda kuweka ruzuku kwa haraka inakuwa ni kwenye yale maeneo ambayo wananchi wanatumia vyombo vya usafiri. Kwa mfano ingelikuwa kwamba kwa mfano mwenyekiti kwenye chama chao kule wanajua wanamiliki mabasi kiasi gani, wanajua wenye wamiliki wa mabasi, ina maana kwamba kungelikuwa na ruzuku ambayo inatolewa kahawa wamiliki ili kufidia ile hasara ambayo wanakuwa wanaipata, lakini vile vile inakuwa inawasaidia katika, kwa sababu nauli inakuwa haijapanda kufikia kuweza kumiti zile target zao za faida. Kwa hiyo unakuta angalau ile hasara ambayo wanaipata wanaweza kidogo kuweza kuifidia kutokana na ile ruzuku ambayo wanaipata kutoka serikalini. Kwa hiyo serikali, kutokana na kwamba wameshavuna kutoka kwa hawa wamiliki wa mabasi, kwa hiyo ni kipindi cha wao na wenyewe kuonyesha uzalendo wao pia, kwa kuweza kuona namna gani ya kuwajali hawa wamiliki wa vyombo vya usafiri. Tuende kwa Watanzania. Watanzania wenyewe wanasemaje? Watanzania wenyewe wanayakwao ambao hawa wanawakilisha sasa lile kundi la abiria ambao nauli zimepanda na wao ndio walipaji wenyewe. Tuanzie kule mkoani Iringa. Nafikiri yani serikali iangalie kwa upande mwingine, kwa sababu usafiri ndio kila jambo. Huwezi kufanya jambo lolote la kimaendeleo bila pasipokuwa na usafiri. Sasa tunapozungumzia kupanda kwa nauli, ina maana hata wananchi nao watashindwa kufanya shughuli zao kiufasaha, kwa sababu ukisema leo Dar es Salaam uende kwa 36,000 kwenda na kurudi, ina maana bado ni gharama kubwa sana. Watu watashindwa kufanya biashara zetu, na hata nafikiri maendeleo yatashuka kwa asilimia kadhaa. Ulizoea usafiri, unasafiri kwa shilingi ngapi zamani? Kwa zamani yani at least ingekuwa kwa ile bei hata ya shilingi 20,000, 25, angalau inatufavor hata sisi wananchi kufanya mambo yetu kwa wakati. Lakini sasa hivi kwa sababu hapo kusafiri lazima uwe na 200,000. Kwa hiyo mimi nafikiri serikali iangalie, hata kama ndiyo mambo ya vita sijui na nini,
biashara nyingi sana zimepanda bei, lakini serikali nayo iangalie namna gani ili swala la nauli wajadili walione wanaliwekaje. Ukiangalia hata ni usafiri wa bajaji tu kutoka nyumbani kuja kazini, nayo ni changamoto, kwa sababu 1000 mara mwezi tayari inakuta hata watoto hawezi kula nyumbani, yaani unashindwa kujibalance katika maisha. Hii upandaji wa nauli kwa ujumla, sisi kwa sababu ni hali yetu ni ya chini, kulalamika ndio tulalamike. Maisha yamekuwa magumu sana sasa hivi, na sasa hivi hata njia za vichochoroni watu wengi sana wanazijua, wanapita, watu wanatembea sana kwa miguu sana, hususan kama sio manispaa hapa, ungeanza kutembea hata kilomita 4-5, shilingi 1000 ni nyingi sana kwenye bajaji na nauli unasema kama nauli kutoka hapa kwa Dar es Salaam ilikuwa 32,000. Hata 32,000 zamani watu walikuwa wanalialia, sasa hivi ongezeka 36,000. Nafikiri itakuwa ngumu sana kutokana na mazingira yetu ya mfumo wa uchumi kidogo, si natuasili. Unaona bwana, kwa sababu tushotoka kama hapa Mafinga wa 5,000. Sasa leo hii inaweza kuteka 8,000, 7,000. Kwa hiyo lazima maumivu yawepo. Unaona, kwa hiyo maana sasa inatakiwa upunguze hata ratiba za usafiri kwa ujumla. Kwa sababu kisha unasafiri maana yake itakuwa maumivu unayo na kutokana na vipato. Unaona bwana. Ila kwa ujumla kwa sasa hivi kweli kusafiri bila sababu za msingi itakuwa ngumu. Kwa sababu sasa hivi hatu kuja kuangalia nauli. Sehemu ambayo ulikuwa anaenda kwa bodaboda 1000, sasa hivi imeongezeka mara 2, na maana utakao utoe 2000. Kwa hiyo hapa imekaa vibaya sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba hii vita iishe ili mambo yarudi kama kawaida. Sawa, unajua hata upande wa madereva pia unavyozungumzia, ndugu mwandishi, wa madereva wanategemea zaidi abiria. Wanavyokuwa tayari abiria kwenye hali ya usafiri kwa hali ya kawaida kwao haiwaathiri, lakini sasa hivi unaweza kukuta kuna mvutano kati ya dereva na bosi wake. Vile vile hiyo ni athari nyingine, kwa sababu anatarajia kwamba fedha iingie kwenye kampuni yake, unaona, ili dereva na yeye aweze kupata unafuu kuweza kupata hata posho. Kwa hiyo sehemu zote lazima zinakuwa zina athari vile vile. Kwa jina anaitwa Adamu Hamisi Juma, ni dereva wa kampuni ya Extra Luxury Coach, kampuni inayofanya safari zake kutoka Moshi kuelekea Kigoma. Kwa kweli sisi tumeipokea kweli. Kwa kweli kwetu inaweza ikawa sio changamoto, ila kwa sisi tulichokiona changamoto inakuwa kwa abiria. Sababu abiria kupandishwa bei inaonekana kwake ni kama vile anaonewa. Lakini ile ni kutokana na uhalisia wa bei za mafuta zilizopanda, inabidi na matajiri wakapandishwa na wenyewe nauli. Kweli nadhani kama kampuni yetu sisi tumeanza kuanzia leo. Changamoto ambazo tumekutana nazo kwenye usafirishaji kipindi hichi ambacho bei zetu zimebadilika ni kubwa sana, kwa sababu abiria wengi hawafahamu kwamba mafuta yako juu, ambayo yanapelekea bei zetu za nauli kubadilika. Kwa hiyo changamoto tumekutana nazo, lakini mpaka ambapo abiria wetu kuna ambao wameeleweshwa kwamba changamoto ipo kwenye soko la mafuta lipo juu, basi kidogo uelewa umeanza kuja kwa abiria wetu kwa kufuata zile bei elekezi ambazo tumepewa na serikali na ambazo sisi kama kampuni yetu ilivyopanga. Baadhi ya mikoa tumeanza kufanya kazi, sisi pia huku Kigoma kuelekea Dar tumeshaanza kutumia hiyo bei. Mikoa mingine pia, kwa sababu kampuni inaenda mikoa mingi na nje ya Tanzania, pia imeanza kutumia hiyo bei yetu. Kwa upande wetu sisi kuhusiana na kupata faida ama kutokupata faida, sisi kwetu ni jambo zuri, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunapata hasara kubwa sana kulinganisha na mabei ya mafuta yaliyopanda, kwa sababu kiasi cha mafuta kilichopanga ni kikubwa sana, na kulinganisha na sisi tulivyokuwa tunatoza nauli za zamani ilikuwa inatukata sana. Faida zake tulikuwa tunapata ni ndogo mno. Sawa? Kwa hiyo tunashukuru kwa mamlaka ya usafirishaji LATRA kupandisha nauli, kwa sababu na sisi wametuangalia sisi madereva na wamiliki wa vyombo vya usafiri, walau tupate faida ili tuweze kukizi mahitaji ya nini ya kiuchumi yaliyoko kwa sasa. Kwa majina naitwa Naima Huseni, natokea mkoa wa Kigoma. Jamani, bei za mafuta zimepanda, zinatumiza sisi wa Tanzania, sisi tunaosafiri tunapata wakati mgumu sana. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu itufanyie wepesi katika hilo jamani. Tafadhali sana tusaidieni katika hilo, tunaumia sana sisi kama abiria. Nauli tunayotumia saa hizi imekuwa ni kubwa sana kuliko tulivyokuwa tumezoea mwanzo. Kiasi kimechongezeka ni kikubwa mno, kiasi kwamba kuna abiria wengine wanashindwa kukidhi kwa sababu ya safari. Mtu analazimika aache kwa sababu uwezo huu unakuta hana.
Ni wananchi tumesikia maoni yao kutoka kule Iringa na sasa kutoka Kigoma kabisa. Kia wananchi, nilichojifunza ni kwamba ukitaka kujua shortcut uwe huna nauli. Shortcut utazijua tu. Kwa kweli maoni ya wananchi yanafikirisha. Wamezungumzia usafiri wa aina zote, kuanzia pikipiki, bodaboda, daladala mpaka usafiri. Pikipiki si ndio hizo za bodaboda? Maafisa usafirishaji kwa ujumla. Ndio. Sasa tukirejea hapa studioni, tukirejea kwa Nkuma, tumesikia maoni ya wananchi pia, wengi wakiomba serikali iangalie. Unadhani serikali inacho cha kuangalia? Serikali ina uwanja mkubwa zaidi kwenye swala kama hili, kwa sababu wao ndio wapangaji, wao ndio wanaoweka ada, wanaweka tozo, wanaweka kodi kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo serikali wanao uwanja mkubwa wa kuweza kuona namna gani ya kuweza kuwasaidia wananchi, kwa sababu ukiangalia hata katika takwimu inakuonyesha kwamba tunalo kundi kubwa la watu ambao hawawezi kutengeneza shilingi 5,000 kwa siku. Sasa katika mazingira hayo ya nauli kupanda, unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo watu wengi itabidi kutembea kwa mguu zaidi ili kupunguza ile makali ya nauli. Kwa hiyo serikali ina uwezo wa kuweza kuangalia kwenye tozo na kodi na ada mbalimbali ambazo zipo kwenye upande wa usafirishaji ni namna gani ya kuweza kuzipunguza, lakini pia serikali inayo nafasi ya kuweza kuona ni kwa namna gani wanaweza kuweka ruzuku kwenye upande wa usafirishaji ili kuweza kupunguza makali haya ya kupanda kwa nauli. Na nasema hivyo kwa sababu hatuna uhakika kwamba bei ya mafuta itabakia hapo ilipo. Inawezekana ikapanda zaidi ya hapo kulingana na viashiria jinsi ambavyo bado vinazidi kuonekana. Kwa hiyo serikali bado inayo nafasi ya kuweza kuona ni namna gani ya kuweza kupunguza makali kwa wananchi, kwa sababu ukiangalia unaweza ukafanya tu takwimu ukafanya tu utafiti mdogo kwa hao waliozungumza, unaweza kuona kwamba asilimia kubwa wanalalamika hali ngumu ya maisha. Kwa hiyo kama hali ngumu ya maisha, maana yake ni kwamba vipato vyao viko pale pale au pengine vipato vimepungua, lakini unaweza kuona kwamba gharama za maisha zinazidi kuongezeka. Na ukumbuke huyu anayekwenda mjini anategemea kwenda kula kwa mama ntilie na maeneo mengine, na huyu mama ntilie amelipa nauli kubwa hiyo ambayo huyu abiria anailalamikia. Kwa hiyo maana yake ile nauli aliyoiongeza kule, maana yake ataenda kuiongeza kwenye chakula. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata gharama ya chakula, gharama ya huduma mbalimbali anazozifuata, maana yake ni kwamba na yenyewe hiyo itapanda. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna haja kubwa ya kuweza kumfikiria huyu mwananchi na kuweza kuona ni kwa namna gani ya kuweza kumsaidia. Unajua hiki ni kipindi cha mpito. Kwa hiyo ni kipindi ambacho serikali nayo inabidi kujifunga mkanda katika kuweza kuona namna gani ya kuweza kumsaidia huyu mwananchi, ili huyu mwananchi asije akakwama moja kwa moja, ili na yeye katika kujitafutia huko kuendelee, lakini pia ili kuweza kumtengenezea kesho kutwa mambo yatakapotengamaa asiwe ameshaanguka. Kama alivyosema mwenyekiti pale, kuna watu ambao wamefilisika kutokana na hizi shughuli. Kwa hiyo tusitake kuona hao watu wanafikia huko, tuone namna gani ya kuwasaidia waweze kuwa kwenye hali nzuri. Okay. Na tukirejea kwake mwenyekiti Sabri, pamoja na changamoto ambazo mnazipitia, pamoja na hali iliyopo, bado usafiri wa daladala ni usafiri ambao unategemewa, ni miongoni mwa usafiri za umma ambazo zinategemewa kwa asilimia kubwa sana na Watanzania. Mnakabiliana nazo vipi pia kama wamiliki na kuendelea kuhakikisha pia Watanzania mnawapa huduma? Ukweli wenyewe kuna baadhi watu walileta tetesi kwa labda kuna daladala zimegoma au nini, lakini kweli daladala zinapungua Dar es Salaam. Zinapungua kwa sababu ya changamoto hiyo ya watu kufilisika. Na mwanachama wangu mimi ambaye alikuwa na gari 22 na jina lake lipo na ameniruhusu nilitumie, alikuwa na gari 22 between 2014 mpaka 2022, zote zimekaa juu ya mawe. Umeona? Yaani mfano mmoja, lakini watu ni wengi sana wa aina hiyo. Yaani gari zimekufa zote, gari 22 sio moja, 22. Na hilo la kwanza. Kitu kingine ni ushindani. Ushindani ambao
daladala zimeupata kutoka kwenye bajaji sasa hivi. Umeona kuna ruti kadhaa daladala zimeondoka. Na kwa nini zimeondoka? Kwa sababu ya ushindani. Daladala at least inasubiri ipakie watu 10. Bajaji anakuja anapakia watu 2 anaondoka. Kwa with time yule ataondoka. Kwa hiyo kuna ruti kabisa zipo lakini hazina daladala tunavyozungumza na wewe. Mfano wa ruti zipi kwa hapa? Nyingi sana. Kwa mfano ukitoka Mbagala kwenda Kizuiani, Mbagala kwenda Zakem, kutoka Zakem kwenda Kiburugwa. Kigamboni ndio kabisa huko. Yaani kwenda Cheka, sio kwenda wapi huko. Daladala ni chache sana. Zimeshindwa. Na ni binadamu, hata mimi pia. Iko bajaji pale, daladala nasubiri mpaka watu mmoja 10. Daladala bajaji iko watu 2, utapanda, utachagua lipi? Kwa ajili ya muda. Kwa hiyo nayo imesababisha pia uwekezaji. Mtu anataka nafikiria, kwa nini anunue daladala milioni 60 wakati anaweza kununua bajaji 5? Kwa bei hiyo. Kwa hela hiyo. Na itamletea hela zaidi. Itamletea pesa zaidi kuliko daladala. Kisha kama ulivyosema ulizo swali hapa kwa hivi bajaji mbona hazipangiwi bei? Unaona? Sisi tunadhibitiwa na mamlaka chungu nzima. Bajaji zinafanya kwa uhuru zaidi. Kwa hiyo hata wewe mwenye milioni 60 yako ukijaliwa Balkis ukipata hapa ukijiuliza utaopt kufanya nini? Utasema ndio bajaji na mimi. Kabisa. So with time daladala zinaendelea kupungua kwa sababu hiyo mbili. Kwanza ni ujio wa bajaji, lakini la pili ni kuchakaa kwa magari. Lakini bado unaona kuwa kuna umuhimu wa kuendelea kuwekeza katika aina hiyo ya usafiri. Unajua mtu thamani ya kitu huijui mpaka ufanye nini? Mpaka ukishakosa. Sisi tunachukiwa. Najua daladala zinachukiwa na hatupendi sana. Lakini mpaka tukishaondoka ndio Kwa nini unaona hampendwi sana? Wakati mnatumika? Bahati mbaya na huduma zetu labda sio nzuri. Changamoto za wafanyakazi wetu. Nahisi hivyo. Na inakuwa ngumu katika hali pia vya vyombo. Na ndio hiyo ambayo inasababishwa yote na kipato chenyewe, na nadhani ifike wakati lazima huduma hii itolewe kwa makampuni. Yaani suluhisho hapa la kudumu kwa usafiri wa mijini. Kwa maana Dar es Salaam imeshaanza kuweka mwendo kasi, lakini nazungumzia miji mingine na baadhi ya njia zingine kama zitakuwepo Dar es Salaam. Ni lazima huduma hii itolewe na makampuni. Lazima, la kwanza. La pili, mabasi standard buses. Umeelewa? Sio kila mtu anakuja na aina ya basi yake. Lakini la tatu, mifumo ya ukusanyaji wa nauli lazima iwe ya kielektroniki. Lazima. Kama tunataka huduma hii iendelee kama swali lako ulivyo. Na kama mambo matatu hayajafanyika itakuwa ngumu sana. Na ukiwa mwenyekiti wa umoja huu wa wamiliki, mnaona wapo baadhi ya wamiliki ndani ambao mnaweza mkaenda na taratibu hizo ambazo umeziainisha? Mwaka 2006 2007 mamlaka ya Sumatra wakati huo ilitusikiliza, ikatuelewa, tukafanya hivyo, tukawekeza baadhi ya kama nilivyokuambia njia ya Mbagala, na ahadi ilikuwa with time gari zitakuwa ni kubwa tu, gari zote ndogo zitawekwa pembeni. Wakati ule unakumbuka Vipanya. Unaona Vipanya vilizagaa mji mzima, lakini vikaondolewa vikawekwa mabasi hayo makubwa kabisa ya mita 10. Wakati huo yalirudi kwa njia ya Mbagala kuanzia 207. Umeona bwana, yalikuwepo yakatoa huduma na ikawa ndio mwisho kwa tatizo la Mbagala. Watu walikuwa wanaingia kama wanakumbuka wanapitia madirishani. Lilikwisha kabisa tatizo hilo. Hatua ya pili sasa ilikuwa ndio kurasimisha tuwe na kampuni moja au mbili katatoa huduma ile. Bahati mbaya aliyekuwa mkurugenzi mkuu Israel Sekirasa, naomba nimtaje hapa, akaondoka. Nadhani muda wake ulikwisha, na walikuja baada yake hawakuona umuhimu wake. Matokeo yake ndo haya. Umeondoa Vipanya vya abiria 15, unaweka bajaji ya kubeba abiria 3. Sasa mwenyekiti, natamani kujua kabla hatujamaliza mjadala, kiwango kilichowekwa kwa maelezo yako kuanzia mwanzo tulivyoanza mjadala wetu ni kama bado hakiwezi kukidhi uendeshaji wa daladala. Kama ndivyo, tunatamani kujua mapendekezo mliopeleka LATRA, mlitamani iongezeke yani iwe kiasi gani, iwe shilingi ngapi ambayo angalau inaweza ikasaidia ikakidhi uendeshaji wa daladala? Tulipendekeza kwa kilomita moja shilingi 80 kwa kilomita shilingi 80 na senti 50, shilingi 80 na senti 50. Kwa hiyo kwa hii ambayo imekuwa kilomita 10 shilingi 700, manake tulipendekeza hiyo 850. Hiyo 850. Kumbe ni 150 zaidi hapo. Kwa hiyo distance, lakini na tulikuwa tunazungumzia kwa umbali huo. Lakini
tumeipokea hiyo na hopefully kama wenzangu walivyosema let's hope Manake pia haiko ni kama haiko mbali sana Balkis. Sijui lakini shilingi 150 pia ni sio hela ndogo ukijumuisha. Ni hela nyingi sana kwa mimi na wewe tunashukuru Mungu, lakini kuna wenzetu nakwambia kama alivyosema watu watatembea. Hiyo 700 nakwambia baadhi ya watu watakuwa wanatembea. Unajua ndio kama ninavyosema sisi tunapata hizo taarifa tukiwa wamiliki. Nauli iliyokuwa mwanzo ya 600 unakuta mtu kabisa anatoka Buguruni tu hapa au hapa tuko Tabata kutoka hapa kwenda Ubungo labda au kokote au kutoka Buguruni anamnongoneza conductor, bwana naomba tu ni stili na 500 ile sivunjio heshima wakati kabla hajapanda neno. Yani hicho kitu cha kawaida kabisa kwa nauli hiyo. Yani mtu anatoka anamuomba conductor, bwana na 500 tule nisaidie. Unajua tunazungumza shilingi 700 kama vile mtu atafanya trip moja kwa siku, lakini ukumbuke kuna watu wana mizunguko. Yani anafika Buguruni, atoke Buguruni aende Kariakoo, atoke Kariakoo aende Posta, atoke hapo aende Kigamboni. Yani ndio mizunguko yake jinsi ilivyo ya kujitafutia. Kwa hiyo ukija kupiga hesabu ile ya usafiri kwa siku unakuta ni gharama kubwa mpaka ile anarudi kurudi nyumbani. Sasa na hapo tunatamani kumalizia sasa mtaalamu wa uchumi. Kabla hajamalizia tupate pia na mchango wa mwisho kutoka kwa. Sawa, lakini kwa mtaalamu wa uchumi tunatamani kujua wakati tunahitimisha kujua sasa ni vitu gani ambavyo vikiguswa vinaweza vikaleta unafuu kwa wananchi, lakini pia hata watu wa huduma na wenyewe pia wakapata unafuu wa kutoa huduma yenyewe. Lakini kwa sasa hivi tuanze na katibu wa bodaboda. Kwa nilivyosikia Watanzania kama walivyokuwa wanatoa maoni yao, umeona wameguswa kwamba hali ilivyo huko ni mbaya, maana ndio wateja wetu. Kwa hiyo tunajua tuko kwenye kipindi ambacho tutakuwa tunarumbana na wateja wetu kwamba mimi na hiki. Lakini niendelee kuomba kwamba kwa sababu ni kipindi cha mpito hiki tunakipokea, ni tuendelee kujimarisha kama nchi na sisi kama wadau kwamba masuala haya tusubiri yatokee ndio tuonekane kuna uhitaji wa vitu hivi kuvifanya. Tuwe na mfumo ambao unaweza kuwa unatupandisha na kutushusha kwamba hapa tumekaa vizuri tuko sawa. Lakini bado sema mtaalamu hizi swala za ruzuku na kadhalika kwamba ikiwezekana kuna madhara mengine yanawezekana mimi yasinifikie. Mfano mimi naiona changamoto iko hapa. Sisi sasa hivi utaona usafiri wa pikipiki na pikipiki tairi 2 na tairi 3 unaongezeka na ndio ajira kubwa kwa Watanzania. Sasa tunaenda kuingia kwenye sehemu nyingine ya anguko kwenye mabenki, kwa sababu mabenki yanategemea marejesho kutoka kwa vijana wetu. Sasa itafika mahali vijana watapata kipato kwa sababu hizi nauli zinazozidi kupanda, abiria watasusa kupanda. Wakisusa kupanda vyombo vitakaa bila kuingiza, marejesho yatarudishwaje? Kwa hiyo utajikuta ile anguko litaanza kwetu, watu wataanza kufilisika, mabenki kutakuwa na kilio kikubwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatakiwa wote kama Watanzania tuone jinsi gani ya kutafuta mbadala wa haraka ili hata abiria wawe na uwepesi wa kutumia usafiri wetu, ili wote tuweze kuangalia kipindi kigumu na nchi ijue kwamba ni kipindi kigumu, zigo tusipishe mlaji, wote tushiriki kwenye haya maumivu. Nadhani tutaweza kufika mbali. Naam. Walter kwa ufupi. Nachoweza kusema ni kwamba hiki ambacho kinaendelea lazima tuwalinde wafanyabiashara wetu kwa sababu ni watu muhimu ambao wanasaidia katika kuhakikisha kwamba kwenye masuala ya uchumi mambo yanakwenda vizuri. Nasema hivyo kwa sababu katika kipindi kama hichi ni kipindi ambacho wafanyabiashara wanapata hasara kubwa sana, kwa sababu wananchi wa kawaida wanaenda kupunguza kile kiwango chao cha matumizi. Ile expenditure rate inapungua kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuweza kuona kwamba wanakabiliana na mfumuko wa bei jinsi ulivyo. Kwa hiyo anayeathirika sio tu mwenye mabasi, lakini hata anayefanya biashara nyingine za kawaida naye anaathirika kutokana na kwamba tayari katika fikra za wale ambao wanawategemea kama wateja tayari wameanza kubadilika kwamba katika kile kiwango cha matumizi wanaendelea kukipunguza.
Kwa hiyo kuna hasara kubwa ambayo wanakuwa wanaipata wafanyabiashara wa kanda zote. Kwa hiyo ni wakati wa serikali kuendelea kuona namna gani ya kuweza kuwalinda wafanyabiashara yao. Kuna leo na kuna kesho. Kwa hiyo kesho isije ikawa kwamba hatuna wafanyabiashara. Lazima tuwalinde leo ili kesho hawa wafanyabiashara waendelee kuwepo, ili waendelee kutoa ajira kwa Watanzania, lakini vile vile waendelee kuchangia katika pato la nchi. Kwa hiyo yale mambo, kwa mfano kuwapa ruzuku, kupunguza kodi na tozo, ni jambo ambalo serikali wanabidi waendelee kuliangalia na kulifikiria ili kuweza kuhakikisha kwamba wanawapunguzia maumivu wananchi na wafanyabiashara. Tunakushukuru sana Walter. Walter Nguma, Daud Laurian, katibu wa chama cha madereva na wamiliki wa pikipiki mkoa wa Dar es Salaam, na vile vile mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa daladala Dar es Salaam, Sabri Mabruk. Asanteni sana na karibuni tena, kwa sababu mijadala hii bado inaendelea na nauli hizo ndio kwanza zimetangazwa tarehe 17, siku 14 kabla ya kuanza kutumika rasmi. Tunakamilisha hivyo.